Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa mazungumzo yetu juu ya ibada ya hija, ambapo leo insha Allah tutamalizia jambo hili la kuizungumzia ibada ya hija. Kitakachobaki ni kuelezea historia ya maeneo muhimu tuliyopita na ambao hatujafika, pia na kuizungumzia ziara katika mji wa Madina. Jana tuliishia kwenda katika jamarati, tukasema kwamba mtu atakwenda kupiga mawe katika jamarati ambao ni jamarati inayoitwa jamarati al-Aqaba, ambapo mtu akishakwenda kupiga mawe katika jamarati ile, na tukaeleza utapiga vijiwe 7, kila kijiwe utakuwa ukisema Allahu Akbar, na baadaye huku katika viongozi wako watakuwa ni wenye kukuchinjia katika siku ile ya mwezi 10. Wao watakuchinjia. Mara nyingi wewe unayekwenda pale hija sio rahisi wewe kwenda kuchinja wala kwenda katika vichinjio, utachinjiwa na viongozi wako, na baada ya kuwa umechinjiwa utanyoa. Utakapokuwa umefanya jamarati ile, umepiga mawe na umechinja na umenyoa, basi wewe utakuwa umefanya tahalluli ndogo, yani umehalalikiwa na mambo yote isipokuwa kuingiliana na mke wako au na mume wako. Hii ndio maana ya tahalluli ndogo. Tahalluli kubwa au tahalluli ya pili utaipata baada ya kuwa umekwenda katika mji wa Maka kufanya tawaful ifadha pamoja na sa'i. Hii kuna makundi mawili ya watu wanaokwenda katika ibada hii ya hija. Kuna katika kundi moja ambao wakishatoka jamarati wanarudi moja kwa moja mpaka katika hema zao za Mina, wakakaa siku moja au siku mbili au siku tatu, kisha wanapokwenda Maka wao ndo wanamalizia jambo lile la kufanya tawaful ifadha pamoja na sa'i. Kuna ambao wao wanapokuwa wameshatoka tu kwenye jamarati, moja kwa moja watu hawa wanakwenda katika mji wa Maka kwa ajili ya kwenda kufanya tawaful ifadha na sa'i. Hawa baada ya kukamilisha kupiga mawe na kuchinjiwa na kunyoa na kufanya tawaful ifadha na sa'i, hawa watakuwa wameingia katika tahalluli ya pili. Kwa hiyo hawa kama wako na wake zao au na waume zao watakuwa wamehalalikiwa kufanya jambo hili, na baada ya hapo ni lazima urudi Mina. Baada ya hapo, hata kama utakuwa umekwenda katika mji wa Maka kufanya tawaful ifadha, hutobaki kule, itakubidi urudi katika mahema ya Mina. Au kama hukwenda katika mji wa Maka kufanya tawaful ifadha, manake wewe utakwenda katika mahema yako ya Mina. Itategemea na kundi lako litakaa pale kwa muda gani, na yote yanakubalika. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yale yanayohesabika, kama ni siku 2, ni siku 3 mtakazokuwa mmekaa, au ni siku 1 mmekaa pale katika mahema yale ya Mina. Allah akasema, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi, yule mwenye kukaa katika mahema yale kwa muda wa siku 2 hakuna ubaya kwake, hakuna dhambi kwake. Allah akasema, waman ta'akhkhara fala ithma alayhi, na mwenye kuwahi akawa yeye ameondoka mapema, labda amekaa pale siku 1, siku ya pili akaondoka, pia hakuna dhambi kwake. Lakini limanittaka, kwa mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona mtu unaruhusiwa ile siku ya mwezi 10 na mwezi 11 ukawa 12 ukaondoka ukaenda zako, au mtu unaweza ukakaa pale Mina mwezi 10 na 11 na 12 na 13, yote haya yanaruhusiwa, lakini iwe waondoka kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe kwa sababu uenda fanya shopping, isiwe kwa sababu uenda fanya mambo yako binafsi, iwe ni kwa sababu ya wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pengine una dharura za kisheria. Kwa hivyo unachotakiwa baada ya hapo, ikiwa ni kabla au baada, lazima ufanye tawaful ifadha. Tawaful ifadha haina tofauti na kufanya umra. Ni kama mtu anayefanya umra. Umra maana yake ni kwamba utazunguka ile Al-Kaaba, utaswali makamu Ibrahim, na utakuwa ni mwenye kunywa maji ya Zamzam na kwenda Safa na Marwa kama tulivyoelekeza wakati wa kufanya umra. Siku mbili ambazo watu wanakaa, au siku 1 au siku 3 watu wanazokaa pale Mina. Kinachofanyika ni kwamba kila siku baada ya mida ya dhuhuri watu wanaenda kupiga mawe jamarati zote 3.
yani wanaenda kupiga mawe jamarati zote tatu. Kuna jamarati sakhra na jamarati wasta na jamarati akaba, zote tatu utaenda kupiga mawe. Katika jambo hili watu wengi sana wanapokwenda kupiga mawe ile siku ya kwanza na ile siku ya pili, wanapokwenda kupiga mawe katika jamarati zile tatu, kuna mambo ambayo, na hata ile siku ya kwanza ya mwezi 10 watu wanapokwenda kupiga mawe katika ile jamarati al-Aqaba, kuna katika jambo ambalo napenda kulitahadharisha, nalo ni kuomba dua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuelekeza wala hakuonyesha kufanya kuomba dua katika ile jamarati ya mwisho ile Aqaba. Ameomba dua katika hii jamarati ambayo ni ya kwanza na ya pili. Yani hii jamarati unapokuwa umekwenda kisunna, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akielekea kibla. Hii jamarati sakhra ambayo ya kwanza anaiweka mkono wake wa kushoto, anapiga vijiwe 7, akimaliza anakaa pembeni anaomba dua. Halafu jamarati ile ya pili ambayo ndio wasta, anakaa anaiweka mkono wake wa kulia, yani yeye akiwa anaangalia kibla anaiweka mkono wake wa kulia, halafu anapiga vile vijiwe, akimaliza anaomba dua. Jamarati ile ya mwisho akishapiga vijiwe anaondoka, anakwenda zake bila kuomba dua. Kwa kuyafanya hayo yote tuliyokuwa tumeeleza, hija yako itakuwa imekamilika. Utasubiri siku ya safari, siku ya kuondoka utafanya tawaful wida. Tawaful wida manake ni tawafu ya kuaga. Tawafu hii unazunguka Al-Kaaba mara 7 peke yake, lakini mara nyingi sana usifanye tawafu hii mpaka ujue kwamba leo mimi nasafiri, ili ukifanya tu tawafu hii wewe uwe ni msafiri. Lakini usifanye tawafu wida kisha ukawa wewe waendelea kukaa katika mji wa Maka. Unafanya na kusafiri. Hata kama umeambiwa unasafiri jioni, unasafiri hivi, unataka kwenda mapema ukafanye, unaruhusiwa kulifanya hilo na utakuwa umekamilisha mambo yako yote. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kwenda hija mara kwa mara, na wale waliokwenda Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie ibada zao. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.